ukanipunguze mkono mahali upo katika jina kula Yesu Kristo. We give God all the glory. Amen. And we magnify his holy name. Amen. Tonight niko na ujumbe ambao Mungu ameweka katika kinywa changu. Praise God. Amen. Naamini ya kwamba itakuwa baraka kwako sana katika jina kula Yesu Kristo. The message that I want to share with you tonight is a sermon entitled, Praise God, Amen, Weight of the Matter. Uzito wa jambo. Praise be to God. Amen. Wapendwa, I want us to know tonight, praise God, Amen, ya kwamba mara nyingi mimi nikifunza neno la Mungu, praise God, Amen, huwa najaribu kujiuliza maswali kadhaa, praise God. Amen. Kuna maswali ambayo huwa ninajiuliza, praise God. Amen. Na si mimi pekee, praise God. Amen. I want to tell you that in this world that we are living, praise God, Amen, kuna kila ambacho inaitwa great questions of life, praise God. Amen. Ama real questions of life ambao kila moja anapasa kuuliza, praise God. Amen. Bana bifuate. Amen. Na I want to tell you kile ambacho ukiona watu wamefaulu, praise God. Amen. Ukiona watu wamefauli, wale ambao walifaulu kwa haya maisha ni wale ambao waliweza kujibu maswali, praise God. Amen. They were able to answer the real questions of life. They were able to answer the, praise God. Amen. They were able to answer those questions correctly. Na kwa hivyo lazima tujiulize maswali, praise God. Amen. Bwana bifuate. Na wale ambao waliuliza maswali waliitwa successful, waliitwa doctor, waliitwa professor na waliendelea. Wale ambao walikushindwa kuuliza maswali, praise God, ama waliuliza maswali wakashindwa kujibu, waliweza kubaki nyuma, kurudi nyuma na kuanguka, praise God, kufail. They were able to fail, praise God. Si hata si sababu ambayo ilituwezesha tufike masomo mahali tulifika. Si ni kwa sababu ni maswali tulishindwa kujibu. Yeah. Praise God. Ikafanya tukafail, tukakosea, tukasimamia hapo, praise God. Lakini wale ambao waliweza kujibu, so walienda. Yeah. I did no school ahead. Praise God. Amen. In this life, wapendwa, kuna maswali ambao kila moja anapaswa kuuliza, praise God. Amen. Na kama unaweza kupata jibu yake, utakuwa salama, utaweza kusonga mbele na kupiga hatua na kufaulu kwa haya maisha, praise God. Amen. Hata Mungu aliweza kuuliza maswali kadhaa, praise God. Amen. Kuna maswali Mungu aliweza kuuliza Adam. Mungu aliweza kumuuliza, where are you? Praise God. Amen. Si ya kwamba Mungu akujua mahali yako, alijua, praise God. Amen. But those are great questions in life. Ukiweza kujibu sahihi swali ambao the great questions of life, utaweza kufaulu, praise God. Amen. Moses, Mungu aliweza kumuuliza, what do you have? Praise God. Amen. Bwana bifuate. Amen. Na akajibu, Bwana bifuate. Amen. Na mtu kama Jeremiah, Mungu akamuuliza, what do you see? Praise God. Amen. What do you see? Alijibu aje? I see a branch of almond tree. Praise God. Amen. Aliweza kujibu, praise God. Amen. Na Mungu akamwambia, you have seen correctly, praise God. Amen. You only get what you see, praise God. Amen. In the realm of the spirit, not with the physical eye, but in the spiritual eye, praise God. Amen. What you see with the spiritual eye is what you get, praise God. Amen. What after Abraham separated with Lot, praise God. Amen. God told him that ya kwamba, look, praise God. Amen. Look the land around you. Every land that your eye is able to see shall I give you, praise God. Amen. Not the land that is available, but the land that your eye
is able to do what? To see. Praise God. Wapendwa, these are the great questions of life. Kile ambacho tumefanya, tumekuwa desperate in God, tukarudi nyuma, praise God. Ni kwa sababu tumeuliza maswali na tumeuliza Mungu maswali nyingi, lakini kwa sababu tumekosa majibu yao, praise God. Ikafanya tuka give up, hata tukarudi nyuma kwa wokovu, praise God. Na tukakwazika, praise God. Na niposa maandiko inasema kwamba Yesu ni jiwe likwazalo, ya kwamba Yesu atakwaza wengi. Yaani wengi watajiuliza ya kwamba mimi ninatembea na Mungu na sijawahi ona faida kwa Mungu. Praise God. Praise God. Mimi nimewaomba na sijawahi ona matokeo ya maombi ambayo niliomba. Praise God. Wanakwazika. Na ni Mungu ndiye anamwakwaza. Praise God. Kwa sababu kuna questions ambao waliweza kujiuliza ama kuuliza Mungu, lakini hawakuweza kupata jibu. Wamejiuliza, praise God, kwa nini mimi huwa napitia hiki na kile, praise God. Lakini waka give up mapema. Walishindwa kujibu great questions of life. Praise God. Pengine walifuata Yesu na wakakosa taratibu ya kufuata Yesu, praise God. They followed Jesus that they were not able to carry their cross, praise God. Yeye anauliza, kwa nini nimekufuata lakini sijafanikiwa kwa hii maisha, praise God? Kwa nini sijaona result? Lakini kama Yesu anaweza kukujibu, anaweza kukuambia, ndio ulinifuata, sikatai, lakini did you carry your cross, praise God? For whoever want to follow me must carry his cross, then he may follow me, praise God. Without carrying your cross, praise God. Bila kubeba msalaba wako, wapendwa, questions of life. Lakini nashukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo, maana maandiko yanasema kwamba the entrance to your word bringeth light, it gives knowledge to the simple. Maana Daudi akasema kwamba your word is a lamp to my feet, praise God. Inamaanisha kwamba tunapaswa wakati tunasikiliza neno la Bwana, praise God, hilo neno linatupatia nuru, praise God, katika maisha yetu ambayo imejaa giza, praise God. Na hiyo giza inatuacha, praise God. Mambo ambayo tulikuwa tunajiuliza na tumekosa majibu yao, tukienda kwa neno la Mungu linapaswa kutupatia majibu ya hayo maswali, praise God. Great question of life, praise God. Bwana tufuate. Amen. Okay. Wapendwa, when I talk about weight of the matter, ama uzito wa jambo, praise God. Amen. What I mean is that tunapaswa, praise God. Amen. Tunapaswa kupea, praise God. Amen. Jambo uzito unaofaa, praise God. Amen. Tunapaswa kuchukua jambo na uzito unaofaa, praise God. Amen. Si kulegea kwa jambo. Bana betufuate. Amen. When I talk about weight of a matter, ama uzito wa jambo, what I mean ya kwamba tunapaswa kuchukua jambo na uzito wake, uzito unaofaa, praise God. Amen. Sana sana wapendwa, mimi nasema ya kwamba eli uone kitu in the physical realm na usichukue uzito, praise God. Lakini ukiona, if you see something in the realm of the spirit, in the spiritual realm, praise God. Ukiona for example unafuatwa na majambazi na wezi, na utulie tu, wapendwa, usichukue hilo jambo na uzito wake, praise God. Wapendwa, I want to tell you ya kwamba long ago, sijui nilikuwa class kama form 2 hivi, praise God. Bana tufuate. Tulikuwa tumekaa kwa boma, tunadondoa mahindi kwa sogoro, praise God. Sijui naitwa sogoro, praise God. Maize comb, praise God. In Greek, praise God. Sasa tulikuwa tunakaa pale tu na watu ni wengi, sasa tunapiga story, praise God.
Na katika harakati ya kukaa tukiendelea na kutoa mahindi, praise God. Mama mwingine mjane alikuja, praise God. Na watu wako wengi alikuja mama mjane akilia, praise God. Akasema ya kwamba naomba munisaidie, praise God. Bwana tufuate. Amen. Ya kwamba praise God. Ya kwamba mimi nilikuwa ninalala, praise God. Nikaletewa kwa ufunuo, praise God. Nikaota. Ya kwamba wezi wamekuja wakaiba ng'ombe zangu. Alikuwa na ng'ombe 2 ambaye alikuwa nakamua na mpatia maziwa, praise God. Akasema kwamba nimeota ya kwamba wezi wamekuja wakachukua hizo ng'ombe, praise God. Wakaiba ng'ombe wakaenda. Bwana apewe tufuate. Akaota mara ya kwanza, akaomba. Kwanza mara ya kwanza alitulia tu, praise God. Mara ya pili wakati aliota, baada akatulia. Mara ya tatu alipoota, praise God. Sasa akaomba, praise God. Kumbuka ameota mara 3. Wezi wanakuja kuiba ng'ombe ambao bwana yake alimwachia kabla ya kuaga, praise God. Akabaki mjane. Sasa ng'ombe 2 ndio sasa inamsaidia, anaweza kamua, alipewa watoto school fees. Bwana petu fuate. Akaja sasa akilia. Na tuko wengi kwa boma. Bwana petu fuate. Akauliza, unaomba munisaidie. Does God hearkens to prayer, praise God? Kwani Mungu huwa hajibu maombi, praise God. Imagine niliambiwa ya kwamba nikiwa kwa ndoto niliota ya kwamba ng'ombe wanakuja, uwezo wanakuja kuiba ng'ombe zangu, praise God. Na nikaomba mara ya kwanza, nikaona mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 nikaomba. Na baada ya kuomba, bado wezi walikuja sasa wakaiba. Ng'ombe zilienda, praise God. Ng'ombe zilienda. Ndipo sasa alikuwa anakuja akilia. Akasema kwamba Mungu huwa ajibu maombi. Ya kwamba jambo hili niliona kabla haijafanyika. Na hata nikaomba na baada ikafanyika tu, praise God. Watu wako kwa boma, nisaidieni. Watu wako tena, watu wakubwa, praise God. Mtu kama huyu utamsaidia aje, praise God? Utamsaidia aje? Lakini mimi vile nilikuwa mdogo, praise God. Nikaona kile mtu amenyamaza, ameshindwa amjibu nini, praise God. Amwambia aje, praise God. Bwana apewe fuate. Lakini mimi nikaweza kumwambia ya kwamba umesema hili jambo uliambiwa, lakini bado ikafanyika, praise God. Sasa wakati uliona hiyo jambo, praise God, ulifanya nini? Akasema niliomba, praise God. Nikamwambia uliomba namna gani, praise God? Akasema niliomba tu, praise God. Niliomba tu. Bwana apewe fuate. Nikamwambia kumbe maombi si maombi, praise God. Jambo hilo ulimpatia na uzito wake ambao unafaa, praise God. Bwana apewe fuate. Na Mungu akaanza kunifunza about uzito wa jambo ama weight of a matter, praise God. Ya kwamba Mungu wakati anakusudia, praise God. Wakati Mungu anakusudia jambo lolote, iwe ni prophetic word, iwe unaona something in the realm of the spirit, iwe negative ama positive, lazima uweze kuchukua hilo jambo na uzito unaofaa. Usichukue hivi ya kwamba nimeota lakini asante Mungu. Niliota ya kwamba nimepata ajali, haijafanyika, asante Mungu, praise God. Praise God. Praise God. Utasema asante Mungu. Niliona ya kwamba nimeenda na ajali, imenimaliza. Lakini umeomba hivyo. Baada hiyo itakupata kwa sababu hujachukua hilo jambo na uzito wake uweze kukemea, praise God. Wapendwa, Bwana apewe fuate. Na ndiposa maandiko nasema katika Psalms chapter 103 verse 7 ya kwamba he made known his ways to Moses, praise God. Alijulisha Musa njia zake, lakini wana wa Israeli matendo yake, praise God. Ya kwamba Bwana apewe fuate. Wana wa Israeli hao walikuwa tu wananungunika, praise God. Wakikosa chakula, wakikosa maji. Lakini Musa yeye alijua njia.
alikuwa na formula. Alijua ya kwamba pray God, au akikosa maji nitapika rock, pray God. Nitaweka fimbo ambayo nimebeba kwa bahari na waweze kupita. Nitaomba Mungu na walete chakula fresh manna from heaven. Pray God. He made his ways known to Moses. Bwana abudifode. Ya kwamba sisi sasa tuko ya kwamba sisi tunajua tu ya kwamba Mungu anaweza mambo yote. Pray God. With him all things are possible. Lakini tunashinda kujua ya kwamba tunaweza chukua hatua gani na ndipo tuweze kufanya impossibilities in our life iwe possibility. Pray God. Tunaweza chukua hatua gani? Bwana abudifode. Ya kwamba hata magonjwa sugu iweze kuponya kwa sababu Mungu anaponya kila magonjwa. Pray God. Na niweze kuondoka kwa umaskini kwa sababu alifanyika umaskini ni kuwa tajiri. Naweza kuondoka kwa ile laana kwa sababu he was cast alifanyika laana kwa ajili yangu ili mimi niite mbarikiwa. Pray God. Bwana abudifode. Praise God. Amen. Wapendwa. Bwana abudifode. Nataka kusema ya kwamba if wishes were horses, pray God. Even beggars will ride. Pray God. If wishes were horses, even beggars will ride. Pray God. Hatuwezi sema ya kwamba kwa sababu pray God. Ya kwamba natamani ya kwamba Mungu anibariki, Mungu anifanyia hili, Mungu anifanyia lile, pray God. Lakini bado ni kuwe in my comfort zone bila kuchukua hatua. Pray God. Na nina expect ya kwamba prophetic word ambayo Mungu alinizungumzia itafanyika, lakini nimetulia. Mimi ni mataifa lakini nimetulia in my comfort zone. Bwana abudifode. Imagine maandiko na Yesu alizungumza akasema kwamba wana wa dunia hii ni werevu, pray God, kuliko wana wa nuru. Pray God. Ebu waganga na wachawi na watu, pray God, wanachukuanga gharama gani? Pray God. Bwana abudifode. Na niruhusu nikusomee, pray God. Wapendwa, kila ambacho nataka kusema ya kwamba unaweza kuwa na prophetic word from God, pray God. Neno ambalo Mungu alikuzungumzia. Lakini usipolipa gharama, usipopay the cost, pray God. Hiyo jambo ambalo Mungu alikunenea haitafanyika, pray God. Ni kama hao watu wana wa Israeli, pray God. Walikuwa na the prophetic word from God, pray God. Ya kwamba watashinda vita ambao wafalme watatu walikuwa wamewavamia, pray God. Bwana abudifode. Lakini maandiko yanasema kwamba wakati kulitokea vita between na watu king of Moab, pray God. Mesha. Unajua Mesha alifanya nini? Mwana wa dunia hii ni werevu sana, pray God. Ni werevu sana. Walikuwa na maneno ya unabii ya kwamba hii vita ni rahisi sana mbele ya Mungu na lazima mtashinda, pray God. Bwana abudifode. Wakapewa sign, pray God. Lakini kesho yake walifanya nini? Walishindwa. Kwa sababu pray God. Kwa sababu wana wa dunia hii ni werevu kuliko wana wa nuru. Bwana abudifode. Maandiko yanasema kwamba wakati Mesha king of Moab aliona kwamba anashindwa vita, pray God. Kila ambacho alifanya, aliweza kuchukua mzaliwa wake wa kwanza who was supposed to succeed him, pray God. Pray God. Bwana abudifode. Imagine mzaliwa wa kwanza anatoa sacrifice na yeye ndiye angefaa mrithi kama mfalme, pray God. Ukisoma 2 King chapter 3 utasoma yote, lakini mimi wacha nianze verse 26 to 27, pray God. Maandiko nasema imagine, when the king of Moab saw that the battle had gone against him, he took with him 700 swordmen to break through to the king of Edom, but they failed. Then he took his firstborn son, who was supposed to succeed him as king,
and offered him as a sacrifice on the city wall. The fury against Israel was great. They withdrew and returned to their own land. Praise God. Maandiko yanasema kwamba wakati huyu Mesha mfalme Moab aliweza kutoa sacrifice kwa madhabahu yao. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Ghadhabu iligeukia wana wa Israeli. Praise God. Marafiki ya Mungu sasa. Praise God. Kwa sababu Mungu alikasirika ya kwamba wana wa dunia ni werevu sana. Wakati huyo anatoa sacrifice sana, nyinyi mnaleta gharama gani? Ama ni kuwatch tu ya kwamba mimi nitawasaidia in your comfort zone. Praise God. Mungu akasema hata kama nilisema ya kwamba utashinda, far be it from me. Praise God. Walishindwa Ghadhabu. Wakarudi wakaribu na aibu kubwa. Praise God. Wapendwa. Praise God. Yesu mwenyewe wakati aliona crowd inamfuata, praise God, aliwaweka sawa. Aliwaambia kwamba msidhani ya kwamba kunifuata vile mnanifuata kumati, praise God. Kwa kunifuata itafanya maisha yenu ikawa vizuri, praise God. Msidanganyike ya kwamba kila kitu kitakuwa bread and butter kwa sababu mnanifuata, praise God. Aliwaweka sawa. Ili maana alikuwa anataka kuwajulisha ya kwamba hata kama mnanifuata lazima muweze kulipa gharama. Praise God. Lazima mgaramie. Praise God. Akaweza kusema, maandiko yanasema large crowds were traveling with Jesus and turning to them he said, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciples. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Praise God. Hiyo ni Luke chapter 14 verse 25 to 27. Praise God. Bana before wakati maandiko yanasema ya kwamba if anyone come to me and does not hate his father, praise God. When the Bible talk about hating your father, praise God, tunajua vizuri ya kwamba God ama the Bible does not tolerate hatred, praise God. Yani the Bible does not support hatred, praise God. So this hatred as used in the Bible, si ya kwamba mchukie, praise God. Inamaanisha ya kwamba uweze kumpatia Yesu number 1, the first priority, the first position, praise God. Bana before umchupatie Yesu nafasi ya kwanza. Si your brother umpatie nafasi ya kwanza, praise God. Yeah. Si wewe ujipatie nafasi ya kwanza ya kwamba we give him position 1. Bana before. Wapendwa, hii pia ni vizuri tumwambie washirika wakati tunawafunza, praise God. Wakati tumeona tuko na washirika wengi, praise God. Tusiwaambie tu ya kwamba ukiwa kwa Mungu utabarikiwa, utafanikiwa, praise God. Lazima tuwaambie ukweli ya kwamba ukiwa hapa lazima ukubali kulipa gharama, praise God. Na ndiposa Mungu akusaidie. Bana before. Gharama ya kuishi maisha matakatifu, gharama ya kuomba, gharama ya kufunga. Praise God. You must pay the cost. Bana before. Sababu ambayo inafanya napenda Yesu ni kwa sababu because Jesus spake nothing unless in parable. Praise God. He spake nothing unless in parable. Parables are natural examples. Ya kwamba Yesu alituweza kutumia mifano ya kawaida kueleza mambo ya ufalme wa mbingu. Aliweza kutumia mambo ambayo iko hapa duniani ambayo tunaelewa vizuri kuelewa mambo ya ufalme wa mbingu. Praise God. Bana before. Na Yesu anazungumzia hapa maneno mazito sana. Praise God. Yesu anazungumzia hapa maneno mazito sana. Yesu anasema ya kwamba katika Luke chapter 14 verse 28 to 30, the Bible says, suppose one of you want to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. Praise God. Yesu alisema ya kwamba
suppose mtu anataka kujenga kinara, praise God. Je, hawezi kukaa chini? Si kwanza atakaa chini na kupiga hesabu, praise God. Bwana na count the cost, aone kama kila ambacho ninaanza nitamaliza, kwa sababu asipokaa chini na kuhesabu gharama, praise God, ataanza na atashindwa kumaliza, na wote watu ambao watamuona watamcheka, wasema ona huyu alianza hii kazi lakini akashindwa, praise God. Unajua wakati Yesu alizungumza juu ya tawa, hii mambo ya tawa ilikuwa inaeleweka vizuri na watu wa kitambo, praise God. Na tawa haikuwa inapatikana kwa nyumba ya maskini, ilikuwa inapatikana kwa nyumba ya tajiri, praise God. Na tawa ilikuwa inajengwa tu na matajiri pekee, na tawa ilikuwa inawekwa katikati ya mji, praise God. Bwana apewe tufuate. Kwa wale ambao wanakuwa spiritual watchmen, walikuwa wanajenga kinara kubwa sana. Bwana apewe tufuate. Ilikuwa ikijenga lazima ungikaramika sawa sawa. Na Yesu anasema mtu akitaka kujenga kitu kama hiyo, praise God, si lazima kwa sababu uwezi kusema unataka kujenga nyumba ya gorofa na uko na 1 million, itamalizia pale kwa msingi na utashindikana. Tumeona foundation mangapi permanent houses, kama watu walianza wakatumia maelfu ya pesa, lakini ikashindikana, ikachukua miaka 20 kama ijamalizika, ikaanguka na pesa ilienda pale nyingi sana. Huyu mtu kama huyo ambaye alianza hiyo foundation na akakosa kumaliza, si ni akukaa chini na kuhesabu gharama, si ni kweli? Paying the cost, praise God. In short, Mungu, praise God. And ndipo tunaambiwa, suppose one of you want to build a tower, will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. Or suppose a king is, praise God, or suppose a king is about to go to war against another king. Will he not first sit down and consider whether he is able to, with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off, and will ask for terms of peace. Praise God. Akasema, wacha niwaambie, praise God, mtu akitaka kujenga kinara, si kwanza anakaa chini na anahesabu gharama, praise God. Ama mtu wakati anaenda kwa vita, si anakaa chini na angalia kwamba mimi niko na soldiers 10,000 na wenzangu wako na 20,000. Je, nitaweza, praise God? Akipata ya kwamba kuna soldiers kidogo na wenzake adversary ako na nyingi, ataenda kwake kabla, when he's still far away, praise God, and ask for a term of peace, praise God. In short, Yesu alikuwa anatuambia ya kwamba consider the weight of anything that you want to do, praise God. Consider the weight of a matter. Consider the weight of what you want to do and pay the cost. Lipia gharama, gharamikia, praise God. Consider the weight of what you are doing. Anything that you are doing, consider the weight. Come, sit down, count the cost, praise God. Am I able to pay the cost? Bwana apewe tufuate. Je, niko tayari kulipa gharama? Nataka Mungu anifanyie hiki na kile. Niko tayari kulipa gharama? Na ni gharama gani nitaweza kulipa? Praise God. Ni gharama gani? Bwana apewe tufuate. Wapendwa, in this life, tarajia vitu mbili, praise God. Either you pay the cost and you succeed in life, or you be at your comfort zone and you fail a lifetime, praise God. I want to tell you, wapendwa, failure is very expensive, praise God. Failure is very expensive. Failing a lifetime, praise God. You fail in your lifetime, wapendwa, it is very, very expensive. I better take 4 years paying the cost, praise God, and I succeed in my lifetime, than sitting in my comfort zone and failing in my lifetime, praise God. I better take a few years, few months, few days,
paying the cost and I succeed in my lifetime than relaxing and being in my comfort zone and I fail in my lifetime. Which one is better? Pray God. Bwana petu vote. Wapendwa, kulipa gharama. Wakati tunabaki kuwa wafungwa, pray God. What are we doing? Pray God. Yesu alisema kwamba ukitaka kuchukua mali ya mtu karau, what you do, unamfunga. Pray God. You tie the strong man first. Mtu karau unamfunga kwanza. Pray God. Or how can one enter a strong man's house and plunder his gold unless he first tie the strong man and then he will plunder his house. Pray God. Mtu karau. Huyu strong man ni nani? Ni shetani. Pray God. Shetani ndio mtu karau. Pray God. Ukitaka kuplunder his gold, lazima umfunge kwanza, umtie. Then you will be able to rob, to spoil his good. Pray God. To plunder his good. Bwana bifuate. Wapendwa, tukikaa chini na tukose kulipa gharama, Bwana bifuate. Hakuna kile ambacho itaendelea kwa maisha yetu. Tunakumbuka vizuri ya kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walijaribu kukemea pepo kwa yule mtoto baba alikuwa amewaletea akashindwa. Pray God. Wakiwa pale faragani, pray God. Walikuja wakamuuliza Yesu, kwa nini sisi hatungeweza kuondoa hili pepo? Pray God. Na Yesu akawaambia katika Matthew chapter 17 verse 21, Yesu aliwaambia, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Pray God. Yesu aliwaambia kwamba aina hii, kwa sababu kumbuka hata Yesu wakati alikuwa anaondoa hiyo pepo mara ya kwanza haikutoka. Yesu akaenda